Kinywa ni zaidi ya tabasamu kwa mwanadamu yoyote yule. Leo Machi 20 tunasherehekea siku ya kinywa duniani, na kwa mwaka 2025 maadhimisho haya yanaenda na kauli mbiu ya kinywa chenye furaha, akili yenye furaha. Kinywa ni sehemu muhimu katika mwili wa binadamu. Kinywa kwa ujumla inakusanya kuanzia sehemu ya nje ya mdomo, meno, ulimi, fizi na sehemu ya mwanzo ya koo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, inakadiriwa kuwa wagonjwa wa kinywa huathiri takriban watu bilioni 3.5 duniani kote. Magonjwa ya kinywa na meno kama vile vidonda mdomoni, magonjwa ya fizi, kuoza meno, upotevu wa meno na harufu mbaya kinywani bado yanaenea katika kanda ya Afrika na huathiri karibia 44% ya watu. Kwa mujibu wa kanuni za afya ya kinywa, unatakiwa kutumia mswaki kwa muda wa miezi 3 tu. Pia kutumia dawa za meno zilizopendekezwa kwa ajili ya kuweka kinywa na meno salama wakati wote. Ili kuepuka magonjwa hayo ya kinywa na meno, yatupasa kuzingatia mambo yafuatayo: epuka matumizi ya kuchokonua meno kila mara, epuka kutumia kwa kiasi vyakula vyenye sukari kwa wingi, kunywa maji mengi angalau glasi 10, kuepusha ukavu wa kinywa, na achana na matumizi ya pombe na sigara ambayo huleta harufu mbaya kinywani na kuharibu meno. Mtazamaji, hakikisha unatembelea hospitali za wataalamu wa afya ya kinywa na meno mara kwa mara ili kujua afya ya kinywa chako na kujiongezea maarifa ya afya ya kinywa. Kinywa chenye furaha, akili yenye furaha. Mimi ni Eric Pasco Jr.